Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Beldin Waliaula akiwa Nairobi. Shukran Regina. Umoja wa Mataifa unasema vita ambavyo vimezuka upya nchini Sudan Kusini zimesababisha zaidi ya watu 100,000 kuyakimbia makazi yao, huku zaidi ya watu 88,000 wakiishi kama wakimbizi wa ndani katika majimbo mawili ya Nasir na Ulang kuanzia Februari mwaka huu. Samba Tenzi na maelezo zaidi. Ripoti ya shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa inasema zaidi ya raia 10,000 kutoka Sudani Kusini wamevuka mpaka na kuingia Ethiopia kuanzia mwanzo wa wiki hii. Mapigano ambayo yameanza hivi karibuni kati ya kundi lililojihami la White Army na jeshi la serikali ya taifa hilo yanatishia kusambaratika kwa mkataba wa amani uliopo kati ya rais wa taifa hilo Salva Kiir na makamu wake Riek Machar. Haya yakijiri, hapo jana Umoja wa Afrika umeonya kuwa Sudan iko katika hatari ya kugawanyika, ukiwalaani viongozi wa kundi la wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF na washirika wake kwa kutia saini mkataba wa kuunda serikali mbadala ulioafikiwa hivi karibuni nchini Kenya. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kutanua vita vya kibiashara, akisema ataongeza ushuru mwingine kwa mataifa ambayo yanalipiza kisasi ushuru wake wa uagizaji wa chuma na aluminium. Umoja wa Ulaya na Canada zimeahidi kuchukua hatua kukabiliana na ushuru wa Trump kuanzia hii leo. Wataalamu wa uchumi wanasema hatua za kuongeza ushuru zinaweza kuchochea mdororo wa kiuchumi katika baadhi ya mataifa. Marekani bado inaendeleza juhudi zake za kupatikana kwa mkataba wa amani huko Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump anasema wajumbe wa taifa hilo wanaelekea Urusi kujadili pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 kama ilivyokubaliwa na Ukraine. Aidha, Rais wa Urusi Vladimir Putin alizuru eneo la Kursk ambapo wanajeshi wa taifa hilo wamekuwa wakitaka kuliteka tena eneo hilo baada ya Ukraine kulidhibiti mwaka jana. Picha zinamuonyesha Putin akiwa amevalia sare za jeshi akiwasihi makamanda kumaliza kazi walionayo. Natarajia kuwa mapigano yote yanayotukabili tutapambana nayo na kuyamaliza, na eneo la Kursk litakombolewa kutoka kwa adui. Na huko Poland wanasema kuwa ndoa au kuolewa huongeza mara 3 hatari ya kunenepa kupita kiasi kwa wanaume. Utafiti huo ulihusisha zaidi ya watu 2,000, ilionyesha kuwa kati ya wanandoa wanaume na wanawake wote huwa wazito kuliko wale wasio na wapenzi. Wanaume walioa wapo katika hatari ya kunenepa mara 3 zaidi kuliko waliokapera, huku wanawake walio katika ndoa wakibainika kuongeza uzito japo pungufu ikilinganishwa na waume zao. Aidha, hali ya unene kupita kiasi imeongezeka mara 2 zaidi kote duniani katika miaka 30 iliyopita. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Beldin Waliaula kutoka Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Milele FM na magharibi mwa Kenya ni West FM. Tanzania matangazo haya unayapokea kupitia Zenje FM na Coconut FM kule Zanzibar, Radio 5 Arusha, na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano kule Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Regina Mziwanda kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na kwa kuanza kile tulichokuandalia, Marekani inaendelea na harakati zake katika jitihada za kupata makubaliano ya amani nchini Ukraine. Rais Donald Trump amesema maafisa wa Marekani wapo njiani kuelekea Urusi kujadili pendekezo la makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 30 yaliyofikiwa Jumanne wiki hii. Skola Kisanga anaarifu zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump anasema makubaliano kutoka Moscow yatasababisha 80% ya njia ya kumaliza kile alichokiita umwangaji damu wa kutisha. Kremlin imesema Rais Vladimir Putin amezuru mkoa wa Kursk nchini Urusi ambako vikosi vyake vipo katika harakati za kuyakomboa maeneo yaliyotekwa na Ukraine mwaka uliopita. Picha zilimuonyesha akiwa amevalia sare za kijeshi akiwataka wapiganaji wa Urusi kukamilisha kazi hiyo. Natarajia kuwa kazi zote za kupambana na vikosi vyetu zitatimizwa na kwamba eneo lote la mkoa wa Kursk hivi karibuni litakombolewa kabisa kutoka kwa adui.
Wakati huo huo, mawaziri kutoka nchi 5 zenye nguvu za kijeshi barani Ulaya wamemaliza mkutano mjini Paris wakiangazia vipaumbele vya ulinzi, wakati huu ambapo kuna hali ya sintofahamu kuhusu sera ya Marekani. Kukutana kwa nchi hizo maarufu kama E5 kulikoundwa hivi karibuni kunajumuisha nchi za Ufaransa, Uingereza, Ujerumani, Italia na Poland, na kuna matarajio kwamba viongozi hao huenda wakawa wanakutana mara kwa mara. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa Sebastien Lecornu alisema lengo ni kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine kama dhamana bora ya usalama wa baadaye na kueleza vipaumbele vya Ulaya katika suala la ulinzi. Katika hotuba yake, waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey alimtaka Rais Vladimir Putin wa Urusi kukubali pendekezo la kusitisha mapigano. The Ukrainians want peace, we all want peace. Wananchi wa Ukraini wanataka amani. Sote tunataka amani. Na mawaziri hawa wa ulinzi tumekuwa tukifanya kazi na tuko tayari kusisitiza suala la msukumo wa amani. Na ninamwambia Rais Putin, ni zamu yako sasa. Ulisema unataka mazungumzo. Thibitisha hilo. Kukubali usitishaji mapigano, kuanza mazungumzo na kumaliza vita. Start negotiations and end the war. Maafisa wa Marekani wameelekea Urusi kujadili uwezekano wa kusitisha mapigano nchini Ukraine, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Rais Donald Trump. Haya yanajiri baada ya maafisa wa Ukraine kukubaliana kusitisha mapigano kwa siku 30 kufuatia mkutano wake na Marekani nchini Saudi Arabia. Kufuatia mkutano huo mjini Jeddah siku ya Jumanne, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema sasa ni juu ya Marekani kuishawishi Urusi kukubali pendekezo hilo. Awali, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kuwa sasa ni zamu ya Urusi kuhusu kukubali makubaliano ya usitishaji mapigano na kwamba Marekani inaamini njia pekee ya kumaliza vita ni kupitia mazungumzo ya amani. Ni taarifa yake Skola Kisanga. Rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte yuko chini ya ulinzi wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mjini The Hague baada ya kuwasili nchini Uholanzi akitokea Manila. Duterte alikamatwa kwa hati ya ICC kwa tuhuma za mauaji kwa uhalifu dhidi ya binadamu kuhusiana na vita vyake dhidi ya watuhumiwa wa dawa za kulevya. Karim Khan ni mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time. Mahakama imekuwa ikichunguza hali ya Ufilipino kwa muda kuhusiana na kile kinachoitwa vita dhidi ya dawa za kulevya. Mwezi uliopita, chini ya usimamizi wa naibu mwendesha mashtaka Mandiae Niang, jopo hilo liliwasilisha maombi ya kibali kwa majaji wa kuchunguza kikosi cha mauaji cha Davao kama meya wa mji wa Davao na baadaye kama rais wa Ufilipino kati ya mwaka 2011 na 2019. Duterte alikamatwa katika uwanja wa ndege wa Manila siku ya Jumanne wiki hii. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 79 anaweza kuwa kiongozi wa kwanza wa nchi ya bara Asia kufikishwa mahakamani katika mahakama ya ICC. Zaidi ya wafanyabiashara 6,000 wa dawa za kulevya na wengine watumiaji waliuawa katika kampeni ya kikatili ya kupambana na dawa za kulevya wakati wa utawala wa rais huyo wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte kati ya mwaka 2016 na 2022. Naam, asante Regina. Moja kwa moja nianzie barani Ulaya ambako michezo minne ya mwisho ya hatua 16 bora ya ligi ya mabingwa Ulaya ilipigwa usiku wa kuamkia leo, ambako derby madrileno iliwakutanisha Real Madrid na Atletico Madrid ilimalizika kwa Real kuibuka na ushindi wa magoli 4-2 kwenye changamoto ya mikojo ya penalti ya mchezo ambao ulipigwa pale Wanda Metropolitano. Baada ya mchezo huo, kocha wa Atletico Madrid Diego Simeone El Cholo alisema ameshangazwa na maamuzi ya VAR kuifuta penalti ya mshambuliaji Julian Alvarez. Na washika mitutu wa London Arsenal licha ya sare ya goli 2-2 na PSV ya Uholanzi wamefanikiwa kutinga na Nebora baada ya kushinda goli 7-1 kwenye mchezo wa kwanza, na hivyo Arsenal anacheza na Real Madrid katika mchezo wa robo finali. Waingereza wa Aston Villa wametinga robo finali kwa ushindi wa jumla wa goli 6-1 dhidi ya Club Brugge, na hivyo Villa atakuwa na kisiki kipevu dhidi ya PSG kwenye robo finali. Borussia Dortmund waliondosha mashindanoni klabu ya Lille kutoka Ufaransa kwa kuchapa kwa goli 2-1, na kwa matokeo hasa Borussia atakwenda kupimana ubavu na FC Barcelona. Bayern Munich watakuwa na shuka dimbani kucheza na Internazionale Milani katika hatua ya 8 bora.
Nikisalia kwenye kandanda, gwiji wa zamani wa soka la Brazil Ronaldo de Lima amejiondoa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania urais wa shirikisho la kandanda nchini humo. De Lima alikuwa anataka kupambana na rais wa sasa wa CBF Ednardo Rodriguez katika uchaguzi wa mwaka 2026. Hata hivyo, De Lima anasema sababu ya kujiondoa ni baada ya kugundua kwamba mashirikisho 23 kati ya 27 ya mikoa yanamuunga mkono rais wa sasa bwana Ednardo Rodriguez. Ronaldo alikuwa ameahidi kuweza kuirejesha heshima ya timu ya taifa Brazil ambapo angefanikiwa kupata urais wa shirikisho la kandanda nchini humo. Na tuangalie sasa riadha ambako mbio za marathon za London za mwaka 2025 zinatarajiwa kuweka rekodi ya kuwa na wakimbiaji wengi zaidi ya wakimbiaji 56,000 wanatarajiwa kufukuza upepo katika mbio za mile 26.2 ambazo zitafanyika Jumapili ya Aprili 27, na itavunja rekodi ambayo iliwekwa katika mbio za New York Marathon ambapo wakimbiaji walikuwa ni 55,646. Ni hayo tu. Naam, shukrani.